kwa upande wa Simba Sports Club kuweza kuachana na Jonathan Soa? Peter Joseph. Jonathan Soa ni miongoni mwa watu ambao hawajadeliver kila ambacho wana Simba walikitarajia kama miongoni mwa vitu ambavyo angeweza kuvipata. Jonathan Soa ni miongoni mwa watu ambao walienda kutafutwa kwenye kikosi. Lengo na mazumuni ni kuja kuondoa ama kufulfill the problems ambao Simba walikuwa nayo, especially kwenye eneo la attacking, eneo la ushambuliaji. Kama unakumbuka Simba imepitia mchakato wa kutokuwa na striker bora kwa kipindi cha muda mrefu kwa hapa katikati, walipokuja mastreka ambao wameshindwa kuswitch na kufanya vizuri kwenye mfumo. Toka kipindi wanakuja kina Omar Jobe, kina Freddy, bado Simba ilikuwa na shida sana kumpata striker ambaye anaweza akawa ni mzuri, anaweza akaisaidia timu. Lakini bahati nzuri kipindi kile alichonacho mwalimu kabla hajaondoka, unamzungumzia David Fadlu ambaye ndio alikuwa na timu ya Simba, alitengeneza successful historia nzuri ndani ya Simba, kwa sababu ndio kocha ambaye kwa miaka hivi karibuni Simba aliwapeleka kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na unakumbuka kwenye kikosi chake kile, eneo la mbele alikuwa na striker mmoja anaitwa Leon Ateba. Kama mnamkumbuka, bwana mkubwa huyu alikuwa na mwili jumba. Ndio alikuwa ni striker ambaye kidogo ndio alikuwa anatarajiwa kuwa ni striker wa kufunga magoli mengi, lakini bahati mbaya ama nzuri, ziko nyakati Leon Ateba alifunga magoli, lakini ziko nyakati ya kuweza kufunga magoli. Kikawaida kwa timu ya Simba ndani ya misimu 6 hapa nyuma, walikuwa na wachezaji kwenye misimu 4 walikuwa na uwezo wa kufikisha magoli 15, 16, 17 mpaka 23. Miongoni mwa wachezaji waliofanya bila ilikuwa ni John Raphael Boko, mshambuliaji mzao, pamoja na Medi Kagere. Lakini kwenye miaka hivi karibuni eneo la namba 9 limekuwa lina struggle sana kufunga magoli, labda kuanzia 15 plus. Kwa hiyo ukawa na shida. Sasa Simba baada ya kuonekana kwamba eneo la mbele wanatakiwa kumleta mtu ambaye anaweza akawa bora kwenye msimu wa pili wa Fadlu, kwa sababu kumbuka Jonathan Soa anakuja kwenye msimu wa pili wa Fadlu baada ya msimu wa kwanza wa Fadlu kufanya vizuri, na ndio aliyetengeneza mazingira makubwa ya kutafuta kila mchezaji ambaye ataifanya Simba ifike nchi ya ahadi. Wakamleta Jonathan Soa, na Jonathan Soa tulimuona hakuletwa kwa bahati mbaya, kwa sababu alikuwa ni ingizo jipya kwenye kikosi cha Singida, na within a half of the season, yani nusu ya mechi alizozicheza akiwa na Singida za nusu msimu, alikuwa kwenye score rate ya zaidi, yani wastani wa magoli 15. Misi kwenye angeweza kucheza mechi 30, alikuwa na uwezo wa kuonesha kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaweza akaingia kwenye score rate ya magoli 30, kwa maana alikuwa na wastani warau wa kufunga goli moja kwenye kila mchezo. Hakuna timu yoyote ambayo isingeweza kupaswa kumtafuta mchezaji mwenye kariba ya namna hii, mchezaji ambaye ana outstanding performance walau ya average 1 goal kwenye kila mechi. Simba akamwona akasema huyu atatusaidia, akasajiliwa kwenye timu. Sasa bahati mbaya amesajiliwa akiwa na rekodi bora. Wana Simba walikuwa wanategemea mambo makubwa, na huyu aliitwa Simba. Kama unakumbuka wakati wanamsajili alionekana kama ndio Simba mwenyewe anayekuja kwenye kikosi cha Simba, the Lion ambaye anaweza akaja kuwa mfalme na akafanya vizuri. Bahati mbaya matarajio yale ambayo wana Simba walimsajili bado walikuwa nayo. Bahati mbaya issue ya discipline, tunazungumza kila siku, nidhamu ndio silaha kubwa ambayo inaweza kukufanya ukafika mahali ukafanikiwa, kwa sababu bila nidhamu, of course, unaweza ukawa na shule, ukawa na talent, ukawa na kipaji kikubwa, lakini without discipline success inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu utashindwa kukipa nidhamu kitu unachokifanyia kazi. Kwa hiyo amekuja kwa upande wa Simba, tumeona ameanza akawa anapata baadhi ya mechi akawa hachezi, kwa sababu kumbuka Simba ilipitia mabadiliko ya makocha ambao walikuwa wanasimama kwenye technical bench. Wameanza na David Fadlu the last season msimu, lakini bahati mbaya akaweza kuondoka, na tunajua kila kitu kilichokuja kutokea. Wamepita baadhi ya watu, makocha wengine kwenye timu kama Dimitri Pantev, kocha ambaye ndio alikuwa anamtumia zaidi Nabi Kamara kwenye eneo la kiungo. Yeye alipopatiwa timu, miongoni mwa makocha bora sana ambao wao wanapenda timu isicheze mpira, alikuwa anatumia wote wachezaji wenye vipaji kama kina Morris, kina Nabi, wachezaji ambao wanaweza wakawa ni soft kwenye kuachia pasi moja na kumiliki mpira. Timu imepitia transition kubwa. Kocha aliyewahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania na alienda kusimamia baadhi ya mechi, Medi Suleiman Morocco. Hiyo yote ilikuwa ni mapinduzi ya Simba kuitafuta nchi ya ahadi. Baadaye sasa wamekuja kuangukia kwa mwalimu Steve
ambaye yeye huenda ndio amebeba kila kitu. Sasa ukiangalia mchakato wote huo, ziko baadhi ya mechi alikuwa anaweza akapata, baadhi ya mechi alikuwa hawezi kuweza kuanzishwa. Bahati mbaya swala la nidhamu sasa likawa ndio baya zaidi, na at the end, baada ya kuonekana swala la nidhamu likawa ni baya, akaweza kukosa mazingira makubwa ya kuaminiwa, hata kujumuishwa kwenye kikosi cha wachezaji wanaoweza kujiandaa na mechi. Wachezaji ambao mara kadhaa wanaweza kujiandaa na mechi moja huwa ni wachezaji wasiopungua 18 mpaka 21, kwa maana kwamba wale watakaoanza 11 unakuwa na wachezaji wengine 7 wanajiandaa na mechi husika. Hata kama timu inaweza ikastafiri na wachezaji 30, lakini mara kadhaa wachezaji ambao wanakuwa trend kwa ajili ya mechi hawawezi kuzidi hao wachezaji, kwa sababu mwalimu anakuwa amepanga game plan. Tuliona Jonathan Soa ilibidi ashushwe chini kabisa mpaka ikatengenezwa mazingira ya kufanya train na timu za vijana, na ukaona mazingira yalivyokuepo. Ni kama aligomea kwa sababu ni mchezaji mkubwa, kumrudisha kwenda kutrain na timu ya vijana kwa kumpima discipline, kwa sababu najua Simba walikuwa wanampima discipline. Je, huyu mchezaji anatamani kucheza, anatamani kuifanyia timu Simba makubwa? Kumbe yeye mwenyewe alichokuwa nakiwaza, huenda he know himself, alikuwa anakijua yeye mwenyewe what he think. Baada ya kutokea hiyo, swala la Jonathan Soa limepotea kabisa, kwa sababu bahati mbaya mazuri Simba tayari wakawa wameshaleta mchezaji ambaye kidogo ni mzuri kwenye eneo la mbele. Unamzungumzia mwalimu ambaye baadhi ya maeneo ameshirikiana sana na Elie Mpanzu kufanya backup nzuri, sehemu ambako ataingia atafunga magoli, lakini sehemu ambako Simba inaanza na number 10, kwa maana Elie Mpanzu anakwenda kufunga magoli. Kwa mchango aliyoutengeneza ndani ya Simba Jonathan Soa, mimi naona ufiki hata 200. Ni halali Simba kuweza kwa mchango ama kwa hasara? Kwa mchango hakuna mchango hapa, sina kwa mchango au kwa hasara? Kwa mchango, kwa sababu tunaposema mchango 200 mchango faida, 98 hasara. Yani ndio nazungumzia hivyo, kwa maana kwamba ziko baadhi ya michezo Jonathan Soa amefunga. Yani mchezaji anaweza akakaa kwenye timu na akafunga walau goli moja, akashiriki mchezo, kaisaidia timu kwa sababu analipwa mshahara, lakini mchango wake hata 200 ukiupima, yani ukigeneralize mechi alizocheza vizuri na alizocheza vibaya, kwa hiyo ukigeneralize wote unapata 200 ngapi? Hasara hiyo, tayari ni hasara. Hiyo ni hasara 98 hasara. Kwa hiyo kwangu mimi namuona wamwache, yani wala hakuna discussion unless otherwise. Tena kwa Simba hii ambayo inaonekana imeonesha nuru, na mashabiki wa Simba hawamuimbi kwa sababu magoli yanafungwa. Yani kama Simba hii ambayo inaanza na Elie inafunga magoli, Jonathan Soa anatakiwa si tu kumbakiza kwenye timu, wafute kabisa jina lake kama hajawahi kusajiliwa Simba, wamfurushe kabisa, kusahaulika kabisa. Ndio unadhani pengine sasa